Mwanaharakati wa mitandao ya kijamii Mange Kimambe amemtumia ujumbe mzito makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche, akimsihi kusimama imara dhidi ya mikakati inayoratibiwa na baadhi ya watu wanaojaribu kuchafua taswira na brandi yake ya kisiasa. Katika maelezo yake, mwanaharakati huyu amebainisha kuwa Watanzania wengi wana imani kubwa na kiongozi huyu na kwamba tuhuma zinazosambazwa zina lengo la kumfanya aonekane mchafu, sawa na kundi linalohusika na vitendo vya uwizi pamoja na ufisadi kwenye taifa la Tanzania. Amefafanua kuwa rasilimali zinazogombaniwa zilitolewa na wananchi wenyewe kwa hiari yao, huku akishangazwa na hatua ya baadhi ya watu wanaolalamika hadi kufika hatua ya kulipa watu wengine ili kuendesha kampeni za kumchafulia kiongozi huyo wa ngazi ya juu wa upinzani. Ili kuonyesha msisitizo, ameeleza kuwa wananchi wataendelea kutoa rasilimali zao na wako tayari kumnunulia gari la kifahari aina ya Rolls Royce mjumbe wa kamati kuu Tundu Lissu pindi tu atakapotoka gerezani, ili kuwakomoa wale wote wanaoumia roho kutokana na ushawishi wa viongozi hao. Tuhuma hizi nzito za kifedha zinazomkabili makamu mwenyekiti John Heche zimeibua mjadala mpana unaoashiria uwepo wa dhoruba kubwa ya kiutendaji na mgawanyiko wa kimaslahi ndani ya mfumo wa utawala wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Hatua za shutuma hizi kuhamishiwa kwenye majukwaa ya kijamii badala ya kumalizwa kupitia vikao rasmi vya kikatiba inadhihirisha jinsi changamoto za kiitikadi na rasilimali zinavyoweza kutumiwa kama nyenzo ya kudhoofisha nguvu ya ushindani dhidi ya chama tawala. Katika siasa za sasa, rasilimali za wafadhili na michango ya wananchi ndio muhimili mkuu unaowezesha uenezi, uendeshaji wa ofisi na harakati za kidemokrasia. Hivyo kuwepo kwa mashaka ya matumizi mabaya kunaitishia utulivu wa ndani na kunaweza kupunguza kasi ya ukuaji wa taasisi hiyo mbele ya umma. Mienendo ya mijadala hii inaleta picha ya mgawanyiko mkubwa miongoni mwa wanachama na wafuasi wa chama hicho, ambapo kundi moja linaamini kuwa propaganda hizo zinatengenezwa na mapindikizi lenye lengo la kukivuruga chama wakati huu kukiwa kimefunguliwa kufanya shughuli zake. Nafasi ya wafuasi hawa wameonyesha msimamo dhabiti wa kutoshindwa na tuhuma hizo, wakieleza utayari wao wa kuendelea kuchangia rasilimali nyingi zaidi kwa kutumia namba maalum za malipo ili kuonyesha mshikamano kwa makamu mwenyekiti wao na kukabiliana na kile wanachokiita vita dhidi ya wafisadi waliopo ndani na nje ya mfumo huu. Wanajenga hoja kuwa uwepo wa milio na malalamiko hayo ni ishara tosha kwamba michango yao inawaumiza wale wasioitakia mema taasisi ya Chadema, na wako tayari kuvumilia makosa yoyote rasilimali zao zikiwa na viongozi wanaowaamini kuliko kuona chama kinarudi nyuma. Upande mwingine wa sarafu unawakilisha mtazamo wa wananchi na wadau wanaokosoa vikali utamaduni wa kulinda viongozi wanaotuhumiwa kwa ubadhirifu wa fedha, wakieleza kuwa kitendo cha kushabikia matumizi mabaya ya fedha ni ishara ya ukosefu wa maadili ya kiuongozi. Wakosoaji wanahoji uhalali wa chama kinachopigania kuingia madarakani kuanza kukumbatia vitendo vya kuibana na ufisadi wa ndani kabla hata akijapewa dhamana ya kuongoza nchi na kusimamia kodi ya Watanzania wote. Hoja hii wanaofanya ubadhirifu wa rasilimali za chama na viongozi wa serikali wanaotuhumiwa kula kodi za wananchi, hivyo kutoa wito kwa viongozi wote
wanaohusika kurudisha rasilimali hizo mara moja ili kulinda heshima ya harakati ya ukombozi. Uchambuzi wa kina unaonyesha kuwepo kwa mtazamo wa tatu kutoka kwa wananchi wanaosisitiza umuhimu wa kulinda amani, utulivu na mshikamano wa taifa kama msingi mkuu wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini Tanzania. Mtazamo huu unaowatazama baadhi ya wanaharakati wa mitandao ya kijamii kama watu wanaotumia shida na matatizo ya Watanzania kama mradi mpya wa kujipatia utajiri wa haraka kutoka kwa wafadhili wa kigeni. Inadaiwa kuwa wanaharakati hao wanaficha nyuma ya mwavuli wa utetezi wa haki ili kupandikiza mbegu za mashaka, uasi na chuki miongoni mwa jamii kwa lengo la kutengeneza ripoti ya kisushi zitakazowawezesha kupokea ruzuku na mishahara minono kutoka mataifa ya nje bila kujali madhara ya fujo barabarani. Katika maelezo haya unahusisha athari za kisaikolojia zinazotumiwa kupumbaza akili za wananchi ili wajikitize ama wasijikite katika kufanya kazi kwa bidii na kujituma kwa ajili ya maendeleo ya familia zao, bali wasubiri miujiza kupitia vurugu za kisiasa zinazoweza kuharibu utulivu uliopo. Inabainishwa kuwa taifa haliwezi kujengwa kwa propaganda za uongo na kwamba hakuna mwekezaji anayeweza kuleta mitaji yake kwenye nchi isiyo na utulivu wa mazingira na kiakili. Wananchi wanashauriwa kuwa walinzi wa amani ya wenzao na kutambua kuwa wale wote wanaochochea fujo mtandaoni huwa hawapo barabarani pindi madhara ya uharibifu wa miundombinu unapoanza kujitokeza, jambo linalofanya iwe aibu kwa watu wazima kukubali kutumiwa kama vigaragozi vya maadui wa taifa. Hali halisi inaonyesha kuwa taasisi zinazohusika na utendaji wa siasa nchini zinakabiliwa na mitihani mkubwa kwa jinsi ya kusimamia nidhamu ya wanachama na viongozi wao ili kuizuia taswira hasi inayoweza kujengeka mbele ya jamii ya kimataifa na wahisani wa ndani. Uhusiano kati ya matukio haya na ushawishi wa viongozi wakuu kama mwenyekiti wa taifa Freeman Mbowe unaleta umuhimu wa kuwepo kwa mifumo thabiti ya ukaguzi wa hesabu na uwazi katika rasilimali zote zinazoingia ndani ya vyama vya siasa ili kuondoa mazingira ya sintofahamu. Mapambano hayo ya maneno mtandaoni yanaweza kupoteza uelekeo wa ajenda kuu za kitaifa zinazohusu maboresho ya sheria za uchaguzi, katiba mpya, utatuzi wa changamoto za kiuchumi zinazowakabili wananchi wa kawaida vijijini na mijini.